Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo liko hewani lina kichwa kinachosema usikubali kuwa msindikizaji katika maisha. Usikubali kuwa msindikizaji katika maisha. Ni mimi Mwalimu Peter nakukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Usikubali kuwa msindikizaji katika safari ya maisha. Kila mtu amezaliwa na ndoto kubwa, uwezo mkubwa na wito wa kipekee. Lakini kwa kutokujua hili, wapo watu wanaishi maisha ya wengine. Wamekuwa wasindikizaji wa mafanikio ya watu wengine, huku wakisahau kwamba na wao wanao uwezo mkubwa wa kufika mbali. Katika maisha ni vizuri kusaidia wengine, ni vizuri kusimamia wengine au kusimama na watu wengine, na ni vizuri kushangilia mafanikio ya watu wengine. Lakini ni hatari sana ukajikuta maisha yako yote ni ya kuwasindikiza wengine kwenda sehemu ambazo wewe ulipaswa na wewe ufike. Usikubali kuishi maisha ya kuangalia wengine waking'aa, wakati ndani yako kuna nuru ambayo Mungu ameiweka tangu mwanzo. Kuna uwezo ndani yako ambao dunia bado haijauona, kwa sababu umezoea kujiona mdogo mbele ya watu wengine. Biblia inatukumbusha jambo muhimu sana kwa habari ya Daudi. Daudi hakukubali kuwa msindikizaji kwa kuchunga kondoo milele. Siku moja alisimama imara, akamua Goliath, akaweka historia kwenye maisha yake. Wakati wengine waliogopa kupambana na Goliath, lakini yeye aliona uwezo mkubwa ambao Mungu ameweka ndani yake, na ule uwezo alipoamua kuusimamia, akafungua ukurasa mpya kwenye maisha yake. Vivyo hivyo na wewe, maisha yako hayawezi kubadilika mpaka ufanye maamuzi ya kutoka nyuma ya watu na kuanza kutembea kwenye kusudi lako. Kumbuka jambo hili: kila unayemwona ni mkuu leo alianza kama mtu wa kawaida. Tofauti ni kwamba yeye aliamua kujaribu, aliamua kupambana, huku akijua ana nguvu za kutosha kwenda mbali kwa msaada wa Mungu. Usisahau, Mungu akukuumba uwe kivuli cha mtu mwingine. Alikuumba uwe nuru inayoweza kuongoza watu wengi wafike mbali. Kile kitabu cha Isaya 61, Biblia inatukumbusha, inasema, inuka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekujia. Ayubu 8:7 anatukumbusha, anasema, usimdharau mtu aliye na mwanzo mdogo. Kwa lugha nyingine, wewe mwenyewe usijidharau kwa sababu ya mwanzo mdogo uliokuwa nao. Nihitimishe kwa namna hii. Leo fanya maamuzi ya kuisemesha nafsi yako. Sema maneno haya: mimi sikuzaliwa kuwa msindikizaji wa ndoto za watu wengine. Mimi ndani yangu nina kusudi kubwa. Ndani yangu Mungu ameweka uweza mkubwa mno, na nina nafasi ya kung'aa sana. Kwa hiyo naamua kung'aa, naamua kupambania maisha yangu,
natoka kwenye kivuli cha maisha ya watu wengine. Kwa hiyo unapoanza kujisemea siku kwa siku, utaanza kuona vitu ambavyo mwanzoni ulikuwa uone. Utaanza kupata ujasiri ambao mwanzoni ulikuwa una, kwa sababu umefanya maamuzi. Na kwa sababu umefanya maamuzi, unakaa kwenye mapenzi ya Mungu, na ile nguvu ya Mungu inakuinua kufika unapotakiwa kufika. Mungu akubariki sana na Mungu akuinue. Nenda akafanikiwe sana.